Wacha nizungumze nawe kuhusu maumivu sugu ya misuli ambayo ni hali ya kawaida sana kwa ziara kwenye kliniki ya mifupa katika siku hizi za sasa. Tuna watu wengi sana ambao wana kazi za ofisini na wanatumia masaa mengi wakifanya kazi kwenye mifumo yao. Pia kufanya kazi kutoka nyumbani ni jambo la kawaida linalotokea katika siku hizi za sasa. Na wagonjwa wengi wanakuja kwetu wakiwa na maumivu ya misuli, hasa katika shingo, mgongo wa juu, mgongo wa chini, maeneo ya nyonga na matako. Na ni muhimu sana kutambua haya. Kwa hivyo wagonjwa kwa kawaida huja wakisema kwamba wanapata maumivu wanapofanya shughuli, na kadri inavyoendelea, wanaweza hata kuwa na maumivu wakati wa kupumzika. Wagonjwa wengi wangesema hata kwamba wanapata maumivu yanayosambaa hadi mikononi kutoka shingoni, au hadi matakoni au mapajani kutoka mgongo wa chini. Wagonjwa wengi huchanganya hii na aina ya maumivu ya sciatica katika mguu wa chini, au na aina ya maumivu ya kubanwa kwa neva ya diski katika mguu wa juu, na wanatishika na kuja kututembelea. Kwa hivyo, kwanza tunahitaji kuelewa ni nini sababu za aina hizi za maumivu. Kimsingi kuna sababu nne kuu za msingi. Ya kwanza ni ergonomics ya mkao. Kwa hivyo, wengi wetu tuna tabia ya kukaa katika nafasi zisizo za kawaida tunapofanya kazi mezani. Vile vile, kompyuta mpakato ikiwa haitumiki kwa njia inayofaa huwa na tabia ya kusababisha mkazo mwingi kwenye shingo, mgongo wa juu na hata sehemu za mgongo wa chini. Kwa hivyo, kurekebisha mikao hii ni jambo muhimu sana. Kutumia simu zetu za mkononi tukiwa kitandani pia ni jambo la kawaida siku hizi. Na bila kujali jinsi tunavyofanya, kulala chini na kutumia simu ya mkononi au kifaa kingine chochote cha mkononi kunaweza kuwa na madhara kwa misuli katika maeneo ya mgongo. Hivyo basi, hii ndiyo sababu ya kwanza kuu. Sababu ya pili ni ukosefu wa shughuli za kimwili zinazofaa. Sasa, kwa kuwa wengi wetu tunatumia muda mwingi mezani, hatujinyoshi vya kutosha. Kuna kitu kinachoitwa kunyoosha kwa mapumziko mafupi ambacho kinashauriwa kwa wale wote wenye kazi za mezani. Kwa hivyo, kufanya kunyoosha kidogo kwa shingo, mgongo wa chini na miguu labda mara moja kila baada ya dakika 25 hadi 30 inashauriwa. Pia kazini, mambo mengine yanayoweza kufanywa ili kuzuia aina hii ya maumivu ya misuli ya muda mrefu ni kupunguza matumizi ya kafeini, kuongeza unywaji wa maji na kula vyakula vyenye vitamini C kwa wingi. Pia kufanya kazi kwa kutumia mwanga wa asili inapowezekana inashauriwa. Zaidi ya hayo, kiutafiti, pia kuna mambo mengi yanayochangia, kama vile upungufu wa vitamini D na vitamini B12. Wale ambao wana upungufu wa protini na hawana ulaji wa kutosha wa madini madogo pia huwa na hali hii mara kwa mara. Unywaji wa maji, kama nilivyotaja awali, ni muhimu sana. Na sababu ya mwisho hapa ni msongo wa mawazo. Mara nyingi tunaona dalili za kimwili za msongo wa mawazo, na bila shaka sisemi kwamba ni sababu pekee ya aina hii ya maumivu, lakini hakika inachangia. Tunakuwa na tabia ya kukaza misuli yetu zaidi tunapokuwa na msongo wa mawazo, na kwa sababu kuna tarehe nyingi za mwisho zinazohitaji kufikiwa, na unajua, kufanya kazi usiku na mchana na saa zisizo za kawaida kunaweza kusababisha hili. Aina fulani ya kupunguza msongo wa mawazo kwa msaada wa labda aina fulani ya pranayama au kutafakari, na shughuli kama hizo zitakuwa na manufaa.